Unabii wa ukombozi wa mwanadamu unaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Kwa mara ya kwanza Mungu anazungumza kwa habari ya nini kitatokea kwa jamii ya mwanadamu aliyefarakanishwa na Mungu, aliyekuwa mbali, aliyo katika asili ya dhambi. Mungu anatabiri, anasema Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, anasemaje? Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kumbuka vitabu vya kwanza vitano kwenye Biblia, Agano Jipya, Agano la Kale, vimeandikwa na Musa, si ndio? Vitano vya kwanza ikiwemo Mwanzo. Wakati Musa, Nabii Musa anaandika kitabu cha Mwanzo, yeye hakuwepo wakati wa Adamu, hakuwepo wakati wa Kaini na Abeli, hakuwepo wakati wa Nuhu, hakuwepo wakati wa Loti, hakuwepo wakati wa Ibrahimu, wala wakati wa Isaka, wala wa Yakobo. Ila kitabu cha Mwanzo kimeandikwa katika lugha ya ufunuo. Alipokea maono, ndio maana akawa anaona nyoka, anaona mti, anaona malaika na upanga, anaona yale alikuwa anayaona, ndiyo alikuwa anafanyaje? Anaandika. Ndicho kitabu cha Mwanzo. Na kitabu cha Mwanzo kimeandikwa katika lugha ya picha, figurative language, mafumbo, lugha ya vivuli. Kwa hiyo ili kuelewa hiyo lugha ya picha iliyofumbwa, ni lazima uyaruhusu maandiko mengine yaweze kufunua kile ambacho kimeandikwa kama picha. Ndio maana Agano la Kale wengi hawezi kulielewa. Manabii wameandika vitu kwa mafumbo, kwa picha, kwa lugha ya ufunuo. Hichi kitabu hichi ambacho mtumishi Grace anaona kama anawalazimisha mnunue, hichi cha Shadows and Reality, ukiweza kukisoma na kukimaliza chote, wewe Biblia hakuna atakaye kukuchanganya. Niamini mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi katika zama za mwisho za udanganyifu, na ziko elimu nyingi, lakini ipo elimu moja tu. Kuna Biblia nzima, ujumbe ni huu moja, na karakta ni huyu moja, anaitwa Yesu Kristo. Nje ya hapo matango pole. Ametumia lugha hapo, amesema Mwanzo 3:15, amesema kuna uadui kati ya nani? Ya mwanamke na nyoka. Ni Mungu anazungumza na shetani ibilisi, nyoka, katika picha ya nyoka. Nimeweka uadui kati ya wewe shetani ibilisi, nyoka, wewe uliyeasi, na huyo mwanamke. Alafu anasema hivi, nimeweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nani? Wa nyoka. Mambo mawili. Mwanamke tayari alishamshinda nyoka. Uadui wao tayari, mshindi anajulikana. Anaitwa nani? Yesu Kristo. Miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo tayari alifanyika kuwa ni mshindi. Ila uadui kati ya uzao, yani ile product, ile mbegu iliyotokana na Kristo Yesu, wale wanaomwamini Yesu Kristo, ambao ni mimi na wewe, na uzao wa shetani ibilisi. Nikisema shetani ibilisi, na maisha wakuu wa giza, wachawi, walozi, waganga, washirikina. Ule ni uzao wa nani? Wa nyoka. Bado hiyo vita ndio maana inaendelea. Angai tupo wapi? Tupo kwenye kanisa. Kwa vita ya mwanamke na Kristo na shetani, tayari Yesu Kristo ni mshindi. Nini maana ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka? Tumeona uzao wa mwanamke ni ile mbegu, ni Yesu Kristo, ni Mungu aliyovaa mwili, ndio uzao wa mwanamke. Unabii wa huu uzao wa mwanamke unakuja kutimia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na Luka sura ya 1 na sura ya 2. Ukaisome yote nyumbani. Bikira Maria akamzaa mtoto,
kilichozaliwa ndiyo kilipigana vita na nyoka, shetani ibilisi, miaka 2000 iliyopita. Ila pia kuna tofauti kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Tumesema uzao wa nyoka au shetani ibilisi unaonekana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Andika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Unasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Ibilisi hutenda kazi tokea mwanzo. Yesu anawaambia Wayahudi katika kitabu cha Yohana sura ya 8, andika Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Anawaambia, ninyi ni wa nani? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, yeye aliyekuwa muuaji tokea hapo mwanzo. Lini Ibilisi alikuwa muuaji tokea mwanzo? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 tunamwona Kaini. Ibilisi anamuingia Kaini, anamuua ndugu yake Abeli. Anasema yeye aliyekuwa muongo tokea mwanzo, yeye aliye baba wa uongo. Nini Ibilisi tunamwona tokea kitabu cha Mwanzo anasema uongo? Kwenye Mwanzo sura ya 3 anamwongopea nani? Eva. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri. Amesema kwenye Mathayo sura 23 mstari wa 33, Yesu Kristo mwenyewe anawaambia Mafarisayo, anasema, enyi nyoka wana wa majoka, enyi nyoka wana wa majoka, mtakimbiaje hukumu ya Jehanamu? Anawaita nyoka wana wa majoka. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9 anasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani. Kwenye Mwanzo ameandika nyoka akamdanganya, kwenye Ufunuo ameandika lile joka. Kuna msemo unasema, ukishindwa kumzuia na kumua nyoka mdogo, akiendelea kukua ukimwacha litakuwa nini? Ni joka kubwa. Tatizo dogo ukishindwa kulipatia matibabu au suluhisho litakuwa ni tatizo kubwa ambalo huwezi kulihimili tena. Maana ya kupondwa kichwa kwa nyoka na maana ya nyoka kumponda kisigino Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa katika unabii wa Mwanzo 3:15. Kufufuka kwa Yesu Kristo ndio kulikuwa ni kupondwa kichwa kwa nyoka. Tutasomea Waebrania sura ya 2, Waebrania 2 mstari wa 14, anasemaje? Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yaani nani? Ibilisi. Kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndiyo kulipo mponda shetani Ibilisi kichwa chake. Lakini anazungumza yeye atakuponda. Anamwambia nyoka, Yesu Kristo atakuponda kichwa chako, na wewe utamfanyaje? Utamponda kisigino, utamuuma kwenye kisigino. Nini maana ya kupondwa kisigino kwa Yesu Kristo? Isaya sura ya 53, andika Isaya sura ya 53 mstari wa 5, anasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu Kristo alipondwa kisigino wakati anautoa uhai wake na kuutwaa kwa ajili ya ondoleo la dhambi la sisi wanadamu. Ndipo alipofanyaje? Alipopondwa kisigino. Luka sura 22 mstari wa 3 anasema, shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara, ni mmoja wa wale wanafunzi wa Yesu Kristo. Njia au namna ya shetani Ibilisi kumponda Yesu Kristo kisigino, ilibidi amwingie nani? Amwingie nani?
Yuda Iskarioti, ili shetani aweze kufanya assignment hapa chini ya jua, na ili Mungu aweze kufanya assignment yake hapa chini ya jua, lazima upatikane mwili wa damu na nyama. Kwa hiyo Mungu alipotaka kufanya ukombozi, ilibidi auvae mwili wa nani? Wa mwanadamu, ambaye ni Yesu Kristo, Emmanuel. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Naye neno ambaye ni Mungu akauvaa mwili akakaa pamoja na sisi. Hakuna assignment yote, iwe katika nuru au katika giza, ambapo haitumii mwili kuthibitisha. Shetani tumemuona kwa mara ya kwanza, nyoka anasema uongo kupitia nyoka, kiumbe cha nyoka. Alimuingia nyoka akaanza kumdanganya. Ndio maana wachawi leo wanaweza kutumia viumbe, paka, nini, mijusi, kufanya uharibifu kwenye maisha ya watakatifu. Anataka kumuua Abel, alimuingia Kaini. Ni Kaini alimuua, lakini roho ya shetani ilikuwa nyuma ya Kaini. Yeye ni muuaji. Kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 53 anasemaje? Kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkunionyeshea mkono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Walipomkusanya mbele ya mashahidi ya watu na kumshtaki, anamwambia, mlikuwa na mimi siku zote hizo, hamkuweza kunikamata. Anamwambia hamkuweza kunikamata kwa sababu muda wenu ulikuwa hujafika bado. Hii ndiyo saa na mamlaka ya giza, nikamateni. Unakumbuka walivyokuja hata wale maaskari wakiongozwa na Yuda Iskarioti? Yuda akambusu, alafu Yesu akajitambulisha, mnayemtafuta ni mimi hapa, nikamateni. Alipojitambulisha, Biblia inasema nguvu ya Mungu iliwarusha mbali kule. Kwa hiyo kumkamata Yesu Kristo ilikuwa katika idhini yake mwenyewe, sio katika jitihada zao. Saa ya giza, mamlaka ya giza ilikuwa imeruhusiwa na Mungu wamtie mikononi ili atimize unabii wa kumponda kichwa shetani ibilisi, na yeye kufanyaje? Kuponda kisigino. Nisikize kwa makini. Yohana sura ya 13 mstari wa 26 hadi 28 nitakusomea. Inasema, basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Akatolewa tonge, akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskarioti. Na baada ya hilo tonge, shetani alimuingia Yuda. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia hivyo. Yesu pekee alijua ni lazima huyu mtu shetani afanyaje? Amuingie upesi. Alipompa ile tonge wakati wanakula kile chakula cha jioni, akamega tonge akampa Yuda. Akasema, atakayekula tonge langu mimi, shetani atamuingia, atanisaliti ili kutimiza andiko. Alipompa akamwambia, na uyatimize upesi. Ila hakuna aliyejua alikuwa anamaanisha nini. Nachotaka kuzungumza katika familia zetu, katika kanisa, katika jamii, ofisini, sehemu zote za mkusanyiko, hakuna assignment yote ile ya Mungu inaweza ikafanikiwa pasipokuwa na utayari au mtu kutumika iweze kufanikiwa. Na hakuna assignment yote ya shetani ibilisi itakayofanikiwa. Ili shetani aweze kuipiga ndoa na kuisambaratisha, atatumia mtu. Kama sio wahusika wenyewe, atatumia mtu wa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Na ili Mungu aweze kuiponya na kusimamisha ndoa, pia atatumia nani? Mtu. Maandiko yamesema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5, andika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21 wa 20 na 21. 20 amesema sisi ni mabalozi wa nini? Ni mabalozi wa Yesu, ni mabalozi wa ufalme wa Mungu, ni mawakala wa Mungu katika ufalme wa Mungu.
Kwa yoyote anayeongozwa na shetani ibilisi, yoyote ambaye yupo tayari kupokea maelekezo ya shetani ibilisi na yupo tayari kutumiwa na shetani ibilisi, anaitwa ni wakala wa nini? Wakala wa nini? Wakala wa shetani, wa kuzimu. Unaweza ukawa unaambatana na Yesu Kristo na shetani akakuingia na akakutumia hata kama upo kanisani. Shetani akaingilia nafsi yako, ufahamu wako, mawazo yako, na akakutumia vizuri tu. Bwana Yesu asiwe. Kuna mambo tunaweza tukawa tunayafanya, kuna menendo tunaweza tukawa tunaenenda, kuna namna tunaweza tukawa tunaongea, kuna vitu tunaweza tukavichukulia, afu kama hauko rohoni unaweza kuona labda ni mtu tu akili yake labda imeamua kuna nini, lakini ukiwa rohoni unajua ni nini kipo nyuma kinamdrive huyo mtu. Ukitoka nyumbani, kabla kwenda sehemu yote ile, kazini, kuna biashara, kanisani, wapi kote kule, mwambie Roho Mtakatifu, na kikabidhi kinywa changu mikononi mwako, nisiseme nje ya mapenzi yako, kaniongoze. Weka neno lako kinywani mwangu, hekima yako ikamate kinywa changu, ulimi wangu. Mwambie Mungu hivyo. Kama kuna hali ya kupungukiwa na hekima, naomba hekima yako izidi ndani yangu. Nipe kujua ni wakati gani niseme, wakati gani ninyamaze, nini niseme, nini ninyamaze. Niongozwe na wewe Bwana. Shetani anaweza kutumia hichi kinywa muda wote ule, muda wowote ule. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Yakobo amesema kinywa hicho kimoja kinatoa uzima, na hicho ile kutumia pia kutoa mauti. Amesema haiwezekani. La hasha. Yoyote aliye na roho wa Mungu, yoyote afanye kwa mwana wa Mungu, hapasi kuzungumza mauti, hapasi kulaani, kutangaza maneno magumu yenye uharibifu, yenye kuua nafsi za watu. Mara ngapi walokole wanachinja walokole wenzao, au wanawachinja ndugu zao kupitia vinywa? Mara ngapi tunalaani? Kalonge, kinywa hicho kimoja. Umenisikia vizuri? Haiwezekani unaenda kwa lugha mpya, riko skapaluna eskupala. Baba unibariki, rehema zako Bwana, masama yako Bwana. Afu hicho kiasema utakufa na uharibikiwe. Inalaani mambo mabaya. Amesema chemichemi moja haiwezi ikatoa maji matamu na ikatoa maji machungu. Mungu anatoa tahadhari. Hii ni mwaka 2026. Tahadhari anasema wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa shetani ibilisi nini? Ni dhahiri. Kama sisi ni wana wa Mungu, tusikubali kutumiwa na shetani ibilisi. Inawezekana ukawa umenena kwa lugha mpya, umejazwa Roho Mtakatifu, ukawa mpaka hata wewe ni askofu unavaa kola kama mimi hapa, hata wewe mtume, nabii, wewe nani, unaweza ukatumiwa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi au assignment ya shetani ibilisi iko kwenye Yohana sura ya 10. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Inasemaje? Grace. Angela inasemaje? Kuna maandiko ukiwa umeokoka ni lazima automatic, yani wewe unayajua. Mwivi haji ila aibe, achinje, yani auwe na kufanyaje? Na kuharibu. Kazi ya shetani ibilisi ni uharibifu. Ya pili ni kuua vitu. Ya tatu ni kuiba. Kwa hiyo ukianza kujifanyia tathmini maisha yako wewe ya utumishi au maisha yako binafsi, jiangalie, kuna elementi vya uharibifu ndani yako. Ndio unajua kama shetani kuna muda mwingine anakutumia au ananitumia au akutumia au anitumia. Kuna elementi vya kuua ndani yako. Ukikaa hautamani kuona mtu mwingine amestawi, ameongezeka, amepata. Yaani kama kuna hivyo elementi ndani yako, kuna hiyo roho ndani yako, hutaki kuona mwingine anafurahi, hutaki kuona kuna vitu vinatokea, anza kujichunguza vizuri. Kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Ukiona tu wewe ukifungua kinywa tu vitu vinaharibika, mambo yanaharibika, mioyo inachafuka, anza kujitafsiri vizuri, tafakari vizuri. Bwana Yesu asifiwe.